Alika waandishi wa habari wasomi Edwin Soko na Martin Nyoni. Mwenyekiti wa mjadala ni Doto Bulendu Emmanuel katikati pale. Swali langu lilikuwa hilo. Kwenye wakati mimi nafundishwa journalism enzi hizo, naambiwa unapoandaa kipindi au unapopendekeza wazo la habari, eneo la msingi ambao mwandishi lazima ulijue, umemtarget nani. Kwamba historia yako unampelekea nani? Kwa sababu wanasema wasomaji, wasikilizaji na watazamaji katika lugha ya Kimombo wanasema heterogeneous by nature. Kwamba wanatofautiana kwa kila kitu. Yaani hapa mimi na wewe tunapozungumza Soko, hiyo neno heterogeneous maana yake kuna profesa anakutazama, kuna mtu mwenye masters anakutazama, mwenye degree ya kwanza anakutazama, mwenye form 6 anakutazama, mwenye form 4 anakutazama, la 7 anakutazama, ambaye hakuacha kwenda darasani anakutazama na anataka unachokisema akuelewe. Wanakutazama kina dada, wanakutazama kina kaka, wanakutazama wa Kristo, wanakutazama Waislamu, wanakutazama Wahaya, wanakutazama watu wa Songea, wale wanaokula mihogo kule. Unatazamwa na watu wenye uvumilivu mdogo, watazama na watu wenye uvumilivu mkubwa, watazama na watu wenye kipato kikubwa, kipato kidogo, na wote wanataka message yako ikufikie. Lakini sasa wewe unapotakiwa kufanya, wanasema lazima uonyeshe mlengwa ni nani. Ukipima hii story, walengwa ni mgombea au mgombewa? Maana mgombewa ni mimi mpiga kura. Yeah. Okay, asante sana. Na kimsingi tunaweza tukasema kuna mambo ambayo yanaweza yakawa mtambuka. Yaani kuna jambo ambalo kila sehemu linagusa. Ukitazama hii story, Tume ya Taifa ya Uchaguzi inawagusa. Kwa sababu wana jukumu la kusema tunatazamwa nje. Kazi yao nini? Free and fair election. Wagombea wanatazamwa hapo. Kama mnatazamwa huko, wajibu wenu ni nini? Hasa kwa kutumia ndimi zenu. Nakumbuka kuna Zeki ukifanya mambo hivi afu tukaingia katika hali situation sio, tunakupeleka kule. Lakini je, Watanzania wenyewe wa kawaida wanatazamwa vipi kwenye kutimiza wajibu wao, kwenye kuadia, kwenye kuheshimu zile kanuni na miongozo ya upigaji wa kura? Kwa mfano kusimama mita 100 ndio kuharmonize amani kunakotakiwa, tunakwenda kule. Lakini hata kwa mwananchi wa kawaida jukumu lake ndio hilo tunachosema lazima akapige kura. Wasimamizi, kuna institutions hapa. Kuna wale wanaotajwa na tume kwamba wanaingia moja kwa moja kwenye uchaguzi. Wakurugenzi wanaingia kule, polisi katika ku maintain peace and security lazima wapate standards zile za jeshi la polisi kuhakikisha uchaguzi unakuwa amani. Kwa hiyo unakuta mtambuka unatuzunguka. Kila mtu katika story hii inamzunguka. Mwishoni tunasema timiza wajibu wako kwa nafasi yako, tuhakikishe tunapita kwenye uchaguzi, uwe uchaguzi wa amani ili twende mbele. Kwa hiyo ukijaribu kuja kutazama hapa, kuna swala mtambuka ambalo mimi naliona kabisa. Iwe kwa mwandishi wa habari, kwa mpiga kura, kwa mamlaka ya tume na vitu, hata kwa serikali yenyewe iliyoko madarakani. Kwamba hata likitokea inahusu, kwa sababu siku unapotakiwa kuendi over labda umeshindwa, kubali tu. Asante Martin. Hii urais wa Dr. Magufuli Lowassa watikisa dunia. Mlengwa hasa namba 1 ni wagombea wa vyama vya siasa, serikali, polisi, msajili, tume, sisi wapiga kura au wote? Inagusa maeneo mbalimbali kama Comrade Soko alivyoweza kuifafanua kwa kina, kwa maana ya kwamba ukitazama na kuimulika na kuigawa unaweza kukuta kila mmoja anaguswa kwa namna moja ama nyingine, kuanzia vyombo na mamlaka husika mpaka kwa mpiga kura wa chini kabisa anaguswa. Kwa hiyo kama nilivyosema awali kwamba tunaishi katika mazingira ambayo tunaufanya ulimwengu kuwa kijiji. Nieleza tu hivyo kwa ufupi. Basi tutazama kwa maana ya wagombea, tume ya uchaguzi, msajili wa vyama vya siasa, jeshi la polisi, wapiga kura na Watanzania kwa ujumla. Fahamuni, yani ndio walengwa na waandishi wa habari. Kaeni mkujua uchaguzi wa Tanzania unaitikisa dunia. Lakini Doto, kitu ambacho tukitazame hapa, kwa nini uchaguzi huu uguswe sana? Yaani uwe una mwemko ya ndani na nje. Nimeona wameandika huko. Ndicho, kwa hiyo tunasema kwamba ni uchaguzi wa kihistoria. Nilikuwa naongea juzi na rafiki yangu mmoja ambaye sawa, yeye ni observers, amekuja kusimamia uchaguzi hapa. Anasema uchaguzi ambao ana uhakika haujawahi kutokea katika bara la Afrika. Kwamba pale tunapokwenda kwenye uchaguzi kwamba ulikuwa una serikali, watu wa chama hiki wakahama wakaingia huku na huku wakaingia huku. Ndio historia ambayo tunataraji tuone hiyo. Nashukuru, nimeona ndio maana wameandika hapo watikisa. Nikajiuliza kwa nini wameandika urais wa Dr. Magufuli na Lowassa kusema urais wa Tanzania watikisa dunia.
Kuna unagombea Magufuli na Lowassa. Kuna wengine nalo kwa hapo sita wanapigwa vikumbo. Pengine katika ile dhana ya nani anatengeneza habari huenda kwa imewaacha mbali. Vipi hii? Mwananchi alama wenyewe walipokaa asubuhi. Kama Sanga wenyewe wakaamua kufanya uchambuzi. Mkoa gani unawapiga kura wengi? Na kwa mujibu wa Wananchi wenyewe waliamua kutuonyesha Dar es Salaam. Yaani ukitaka kushinda urais safari hii. Akisha Dar es Salaam umeibeba, Mwanza ya pili. Baada ya Dar es Salaam Mwanza. Ukipata wapiga kura Mwanza, umeula kwenye urais. Mbeya, Morogoro, Dodoma, Kagera, Tanga. Haya maeneo haya. Ukiyapata haya, basi wewe umekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Arusha. Hivi uamuzi wa Mwananchi kutuonyesha mchanganuo wapi kuna kura nyingi una afya kwetu sisi Wasomali, Martin? Pengine kwa kiasi kikubwa ukitazama habari ambayo imepewa kipaumbele na Mwananchi, siri ya ushindi kiatoa mchanganuo wa wapiga kura katika kila mkoa. Ukitazama kwanza, pengine walikuwa wakitaka kuonyesha majimbo yote kwa ngazi ya mkoa, wapi kuna wapiga kura wengi na wapi wapo wachache, na pengine wapi ambapo watu watapiga kura kwa wingi. Lakini ukitazama mtu ambaye walimlenga moja kwa moja hapo, anaweza asiwe mpiga kura moja kwa moja. Kwa maana mtu ambaye nadhani mhariri alikuwa amemlenga moja kwa moja ni wagombea wa vyama husika, au ndio walikuwa walengwa wakuu wa habari hiyo. Kwa maana kwamba ukisoma habari ile na wale wanazi wa vyama husika na wapambe wa vyama husika wakitazama habari hiyo katika ukurasa wa mbele, wanasema tukiweka nguvu hapa na hapa na hapa, kumbe tunaweza tukafanya mambo yote yakawa mazuri kwetu. Kwa hiyo pengine ilikuwa ni kuwasaidia watu wa vyama zaidi kuweza kutambua kwa namna moja ama nyingine kwamba tuweke wapi sana nguvu kwa ili tuweze kushinda katika uchaguzi huo ambao utafanyika tarehe 25 ya mwezi huu. Kwa hiyo unaweza kuona kwa namna moja ama nyingine, ndio maana akaonyesha mikoa kama Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Tanga, kwa msingi majiji yote yameonyesha kwamba ndio wanaopiga kura wengi. Kwa hiyo cha kwanza walikuwa ni kuwafikia zaidi watu wa vyama, kuweza kuwafahamisha kwamba hapa na hapa bwana, kama mtaweka nguvu kubwa, basi itakuwa ni rahisi kwenu kuweza kupenya katika uchaguzi huu, kuliko sidhani kama ilikuwa inamgusa moja kwa moja. Sawa, anaguswa lakini kwa kiwango kidogo sana mpiga kura mtu wa kawaida kutokana na habari hii. Kwa hiyo hii habari kwa mtazamo wako, kwanza ina afya moja, ina afya, na pili mleo ni vyama vya siasa. Vyama vya siasa ndio wamelengwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kama mwandishi amefanya kuvikumbusha vyama vya siasa kwamba nyie mnapofanya usiasa ni sayansi. Kama hujawekeza Dar es Salaam, hujawekeza Mwanza, Mbeya, Tanga, Arusha, Kagera, Shinyanga, umekula kwako. Ndio maana akasema ndani ya habari hiyo kwamba ukisalia na mikoa mingine unaweza usifikishe kura milioni 12 kama utaacha kuwekeza nguvu nyingi mikoa hiyo. Kwa dhana ile ya human context, hii inaweza ikasema unadhani vyama vya siasa vikiweza kati ya chama cha siasa na mpiga kura, nani akisoma hii habari mwili wake utasisimka? Okay, asante sana. Hiyo story mimi nimeitazama, lakini kiukweli kwa asilimia kubwa mhusika mkuu ni taasisi ambayo vyama vya siasa na wagombea wao. Na tutaraji kwa muda huu mchache tutaona, tangia gazeti limetoka, tutaraji tuone mabadiliko ya upepo wa vyama katika kuwekeza. Na hata siku ya mwisho ya kampeni sitaraji kuona, tutuzungumzia hapa heavyweight hawa Ukawa pamoja na CCM, sitaraji kuona mgombea yoyote kwa nafasi ya urais akahitimisha kampeni zake tofauti na mikoa iliyotajwa hapo. Yaani hiyo, lakini kwa mpiga kura hiyo ni civic education. Kwa mpiga kura ameguswa kidogo sana kwenye component ya elimu ya uraia na labda upigaji wa kura, kwa kueleza tu kwamba kumbe Mwanza kuna wapiga kura fulani na Mbeya kuna wapiga kura fulani. Mimi nasema ni elimu ya uraia, na labda gazeti litakuwa limesaidia zaidi kuona kwamba wananchi wafahamu kwamba okay, kumbe hali ilipo hivi, jiji fulani Mwanza, Dar es Salaam anaongoza, Mwanza la pili na vitu kama hivyo. Lakini kwa vyama vya siasa credit kubwa sana ya habari hii ambayo siku hiyo iliuza katika ukurasa wa mbele ni kwa vyama vya siasa
kwamba sasa hivi basi kama ni siasa ni sayansi, basi sayansi yao ya kimkakati waiweke wapi? Wawekeze katika maeneo haya, kwamba nikiwekeza Dar es Salaam, nikiwekeza Mwanza, nikiwekeza Mbeya, basi nikichukua zaidi ya mikoa 3-4 kule, ushindi wangu mimi utakwenda hivi. Kwa hiyo hii inawapa nafasi zaidi ya kukaa katika mkao wa kimapigano kwa vyama vya siasa katika kuhakikisha wanashawishi wapiga kura ili waweze kujinyakulia kura nyingi katika maeneo yale ambayo yanaonekana yana ustawi wa kukua zaidi kwa demokrasia na watu. Sasa kwa hiyo hii imewasaidia Anna Mgwila, Chief Yemba, Edward Lowassa, Hashim Rungwe, Fahmu Janken Kasambala, John Magufuli na Macmillan Limo kuweza kujua kama unahitaji kushinda urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utake ustake, lazima uweke nguvu kubwa sana Dar es Salaam. Ukitoka Dar es Salaam, the Rock City Mwanza. Yaani ukitaka kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utake ustake Mwanza, kuna mtaji. Ukitoka Mwanza, Mbeya, Arusha, Kagera, Tanga, Tabora na Shinyanga imo. Kwa hiyo ni mikoa ambayo utake ustake lazima ukaweke nguvu kubwa sana. Kwa hiyo hii ilikuwa inawasaidia na labda case study ya hii mwananchi ni kama vile wametumia sana style ambayo Marekani wanaitumia kuonyesha kwenye yale majimbo yao, kwamba kila wanapo update lile daftari lao la upigaji wa kura na wanapokuja kwenye kampeni wanaonyesha majimbo na nguvu zake za upigaji wa kura, ndio mtaji ule wanaonyesha kule. Kwa hiyo wagombea wanabaki wana nadi sera zao zaidi.